Kwa majina naitwa Gabriel Cheseo, ni afisa uhusiano hospitali ya rufaa ya kanda ya kaskazini KCMC. Sisi kama hospitali, kama ambavyo mnajua, tuna umahiri mkubwa kwenye mambo ya macho na maeneo mengine ya matibabu ya kibobevu na kibingwa. Na kwa sasa kama ambavyo mnajua, kumekuwa kuna changamoto ya matatizo ya macho na watu wengi wamekuwa wanashindwa kufahamu kwa upande wa watoto kwamba wana shida gani ya macho. Na sisi kama hospitali tuko katika wiki ya maadhimisho ya wiki ya saratani ya macho kwa upande wa watoto, na sisi kama hospitali wenye dhamana ya matibabu kwenye ukanda huu wa kaskazini tumeona ni vema tuje na huduma za macho kwa upande wa watoto. Na mara nyingi watu wengi wanakuwa hawafahamu. Mara nyingi mtoto anaweza kupata shida ya macho lakini mzazi akaona ni kitu cha kawaida, wakati mwingine shuleni ama kwenye maeneo ya michezo, na mtu akaona kitu cha kawaida mpaka azidiwe sana ndo anakwenda hospitali. Na kwa bahati mbaya unakuta wanakwenda hospitali kwenye hatua ambayo sio nzuri, na wakati mwingine wanakwenda kupata matibabu ambayo si sahihi na dawa ambazo si sahihi kwenye upande wa macho, na wakati mwingine waletea ulemavu wa macho na wakati mwingine kupelekea upofu. Sasa sisi kama hospitali hilo tumeliona sana, kwa sababu sisi ni sehemu ya kujua tatizo liko namna gani kwenye jamii. Watoto wengi wanaletwa wakiwa na hali ambayo si nzuri. Kwa hiyo tumeona ni vema sisi kama hospitali tutoe haya matibabu, tufanye uchunguzi wa macho kwa watoto kuanzia miaka 0 huko na kuendelea. Haya matibabu ama uchunguzi huu utakuwa ni bure, na sisi kama hospitali tumeadhimia kufanya siku ya Jumatatu tarehe 12 mpaka tarehe 16 kufanya hivi vipimo, na hivi vipimo tutavifanya mbele ya hospitali. Kwa hivyo niombe tu kwa yule mlezi ama bibi, babu, wale wazazi ambao wana watoto wawalete tu kufanyiwa uchunguzi. Wakati mwingine unaweza ukasema mtoto yuko sawa, unasubiri aumwe, lakini kwa sababu hizi ni huduma ambazo sisi kama taasisi ya kanisa tumezileta kwa watu wetu, ni lazima watu waje, kwa sababu hizi huduma ni bure. Waje walete hao watoto, wahudumiwe, waone kama yuko salama basi anarudi. Na wakati mwingine tunatoa elimu sasa kuhusu ya kutunza macho na mambo mengi na kuhusiana na macho kwenye upande wa watoto. Kwa hiyo sisi kama hospitali tumeamua kuliweka hili jambo kwamba watu wetu waweze kupata huduma, na hii ni sehemu kwa kweli sisi kama hospitali tumeona ni vema sana tuwafikie wananchi kwenye idadi kubwa sana, hususan kwa watoto. Imekuwa ni vema tukumbuke watoto kwa namna ambavyo taasisi yetu ilivyo. Taasisi yetu ni ya kanisa, kwa hiyo tunatoa kipaumbele sana kwa watoto, na tukisema tukianza kwa watoto ina maana na wenyewe baadaye watakuja kuwa wazazi na hawataacha kuja kufanya uchunguzi wa macho na huduma nyingine za kiafya pale wanapokuwa wakubwa ama wanapokuwa na familia. Kwa sisi kama hospitali tumeona ni vema tuwafikie sana watoto, na niwaombe walezi, wazazi, wakina babu, wakina bibi wawalete watoto KCMC kuanzia tarehe 12 mpaka tarehe 16 mwezi huu wa 5, kuanzia saa 3 asubuhi mpaka jioni. Huduma ambazo hizi zitakokuwa zikitolewa, na niwakumbushe tena huduma hizi ni bure kabisa, hautahitajika kufanya malipo yoyote zaidi ya kupata hizi huduma. Asante sana. Okay, habari. Kwa majina naitwa Dr. Diana Natali kutoka idara ya macho KCMC. Wiki ijayo tutakuwa ni wiki ya tunaadhimisha saratani ya macho kwa watoto, kitaalamu inajulikana kama retinoblastoma, ambayo inaadhimishwa kidunia kuanzia tarehe 11 mwezi wa 5 mpaka tarehe 17 mwezi wa 5. So sisi kama hospitali ya KCMC pamoja na idara ya macho tutahitaji kufanya uchunguzi kwa watoto ili kuweza kubaini watoto ambao watakuwa wameathiriwa na saratani ya jicho. Sasa kwa kifupi nitaomba nielezee saratani ya jicho hasa ni nini, inaweza kana dalili gani, na ni kwa nini sasa ni muhimu watu wengi waweze kufika ili tuweze kufanya uchunguzi huu na kuweza kubaini. Saratani ya jicho kwa watoto ama retinoblastoma, hii ni aina ya saratani ambayo huathiri pazia la jicho. Kwa kitaalamu inajulikana kama retina. Hii ni sehemu ya jicho ambayo inatumika kuakisi mwanga na kusaidia mtu kuweza kuona. So saratani ya jicho tafiti inaonyesha kwamba huwa inaathiri mtoto mmoja mpaka kati ya watoto 20,000 kwa mwaka kidunia nzima. Na pia tafiti zinaonyesha kwamba endapo saratani ya jicho ikijulikana mapema kwa wenzetu walioendelea tulizoendelea, 95% ya watoto wanaonekana kwamba waga wanatibika kabisa. Lakini kwa kwetu Tanzania, tafiti zilizofanyika za mwisho kabisa inaonyesha kwamba 70% tu ya watoto ndio wao wanapona huwa wameathiriwa na saratani ya macho. Na huu tofauti hiki kiwango cha kutibika kwa saratani ya macho ni kwa sababu tu watoto wengi sana ambao wanakuja tunawapata kwa mfano hapa KCMC huwa wanakuja tayari saratani ikiwa imeshafika hatua za mbali, hatua za mwisho, kwa unajikuta ni kwamba haiwezi kutibika. Na ndio maana basi tunafanya uchunguzi huu kwa wiki ijayo kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 15
ili tuweze kubaini na kuweza kutibu mapema. Saratani ya macho kwa watoto ni ugonjwa ambao unaweza ukarithiwa. Tafiti zinaonyesha kwamba 40% ya watoto wanapata saratani ya macho kwa kurithi kutoka kwa wazazi wao wote wawili. Lakini 60% nyingine ya watoto wanaweza wakapata tu pasipo kurithi kutoka kwa wazazi wao. Sawa? Na hii kurithi saratani kutoka kwa wazazi ni lazima wazazi wote wawe wana kwenye ile gene yao wawe wana ile mutation. Wao wana mutation ambayo itarithiwa kutoka kwa baba na mama, afu mtoto ndio aweza kupata saratani ya jicho. Na kitu kingine kwa nini kwa watoto? Saratani ya jicho inaathiri watoto wenye umri chini ya miaka 5 na tafiti zinaonyesha kwamba peak ni miaka 3. Kwa nini kwa watoto? Ni kwa sababu seli ambazo zinatengeneza hii pazia ya jicho ambayo kitaalamu inajulikana kama retina bado ni changa, zinakuwa zipo katika ukuaji. Kwa kipindi hiki sasa, kama mtoto atakuwa amerithi hiyo changamoto, ndio kipindi ambacho ukuaji unatokea kwa kasi na ndicho kipindi ambacho anaweza kuathirika na saratani ya macho. Tofauti na mtu mzima ambaye tayari umeshakuwa mkubwa, pazia ya jicho limeshakuwa na ukuaji umeshaacha, hauwezi kupata